Imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si swala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka, wana Kigoma, ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022, nilikuja Kigoma na kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati kutoka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Kigoma oye! Katika kutimiza ahadi hiyo ndio maana leo tupo hapa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa deni hilo kwa wana Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Nataka niungane na mkuu wa mkoa Siro alipozungumzia kiwanja cha ndege. Hata mimi wakati ninakuja nilikuwa na maono ya kiwanja cha ndege cha Dodoma nilichokiacha nilipokuja wakati wa kampeni, lakini nilipotua mambo ni tofauti. Kiwanja kinajengwa kwa kasi na kitakapokamilika kitakuwa kiwanja cha kisasa, lakini hata runway iko smooth, laini, na tumetua vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze wana Kigoma. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa utakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyoyasema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatumba hivyo, lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko. Tunafanya hayo ili kukuza biashara, kipato na ajira kwa wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa muktadha huo, Kigoma haitakuwa tena mwisho wa reli kama ambavyo imekuwa ikifahamika, bali itakuwa ni mwanzo
wa kufunguka kwa fursa za biashara na uwekezaji, kwa kuwa kama nilivyotangulia kusema, miundombinu tunayoendelea kuijenga inakusudia kuunganisha shughuli za kiuchumi za mkoa huu na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kigoma itastawi na Kigoma itanawiri. Kigoma oye! Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema Waziri wa Uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile, kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wana Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Ndugu viongozi na wananchi, leo pia nimezindua meli 4 za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Vile vile, uwekezaji na mnyororo mkubwa wote huu unakwenda kuvutia wawekezaji kuweka vituo vikubwa vya logistics na usafirishaji hapa Kigoma, na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Mwanga Fashion anahusika na uuzaji wa jezi mbalimbali. Utapata jezi zote kali kuanzia za ndani mpaka jezi za Ulaya. Lakini kwa wale pia wapenzi wa T9 utapata kwa Mwanga Fashion pamoja na jezi za spoti. Fika kwa Mwanga Fashion uweze kujipatia jezi zako kwa bei poa kabisa. Zinapatikana kwa jumla na reja reja. Mwanga Fashion anapatikana katika mji mdogo kabisa wa Katoro, soko la Kariakoo, mtaa wa Msikitini. Zaidi wasiana Mwanga Fashion kwa simu namba 0768852151.